Bushra TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والحمد لله الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام وصحة ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل مصيره ومآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار السلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له المنان بالنعم الجسام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فيقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. إخوة الإيمان والإسلام، أما بعد kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rahma za ziada Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwanza kabisa nichukue fursa hii kuihusia nafsi yangu dhaifu pamoja na kuzihusia nafsi zenu tukufu katika jambo la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo kwamba ameyazungumzia sana ni jambo la kuisimamisha sala. Neno iqamatu sala limekaririka katika Al-Qur'an Al-Karim zaidi ya mara 86 kuonesha umuhimu wa jambo kama hili la sala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: hafidhu ala salawat, hifadhianeni na sala. Wa min almuhafadhati, na katika moja ya miongoni mwa kuhifadhiana na sala, salatul jamaa, ni kusali kwa jamaa. Kusali kwa jamaa ni katika moja ya kuhifadhi sala. Huenda ukawa wewe sala haikupiti kwa wakati, lakini ukawa hauiswali kwa jamaa, hauisabiki katika ambao kwamba wanazihifadhi sala zao. Sasa katika jambo la kuihifadhi sala, leo insha Allah taala tutazungumzia kwa uchache jambo hili la salatul jamaa. Salatul jamaa fardu kifayatin ala ar-rijali al-muqimina fi salawati al-khams wa fi al-jum'ati fardu ain. Sala ya jamaa, yani kuswali kwa wingi, ni jambo ambalo kwamba ni faradhu kifaya. Faradhu kifaya maana yake ni ulazima ambao kwamba unatoshelezana. Lau baadhi ya watu watafanya katika mji, basi wale wengine wametokana na madhambi na iqabu ya ibada kama ile. Mfano wake ni salatul janaza. Lau wataswali katika mji wetu wa Kitengela watu wachache, itakuwa ile dhima ya kuswalia yule mayit imeondoka kwa Waislamu wote. Lakini lau watu wote wasiswali kumswalia Muislamu, itakuwa Waislamu wote wataingia katika madhambi.
Sasa salatu aljamaa, swala ya jamaa, lau hapa msikitini kusiswalie swala ya jamaa, katika salatu dhuhuri kusiswalie, ama katika mji wetu kusiswalie, basi kila mmoja wetu atapata madhambi ya kutoswali jamaa, hata kama kila mmoja wetu ataswali swala ile akiwa nyumbani kwake, akiwa peke yake. Lakini salatu aljamaa katika yaumul jumaa, yani swala ya Ijumaa, inaitwa faradhu ain. Hukumu yake ni faradhu ain, ni lazima kwa kila mmoja. Yani wewe usipeswali swala ya Ijumaa utakuwa unapata madhambi, hata ukiswali swala ya dhuhuri nyumbani kwako. Kwa hiyo hapa nataka tuelewane kwamba salatu aljamaa katika swala tano za kawaida, iwe ni subhi, iwe ni dhuhuri, iwe ni asri, iwe ni isha, iwe ni maghrib, unapoisali kwa jamaa ama inaposaliwa katika mji, madhambi kama yale yanaondoka kwa umma, lakini anabakia madhambi kama yale ni wewe. Je, umeisali ile swala? Ni faradhu aini kuiswali swala, kisha ni faradhu kifaya kuiswali kwa jamaa. Sasa leo insha Allah taala tutazungumzia salatu aljamaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiwa katika mji wa Makka hakuswali swala ya jamaa. Alipoingia katika mji wa Madina akaiswali swala ya jamaa, na akaimiza masahaba wake katika swala ya jamaa, na akauonesha utukufu wa swala ya jamaa. Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisemaje? Salatul jamaati tafdhulu salatal fardhi bi 27 daraja. Swala ya jamaa inashinda swala ya mtu mmoja mmoja kwa daraja 27. Yani lao watu wataswali wakati mmoja, imeingia dhuhuri, nyote mkaswali, lakini huyo akaswali peke yake na hawa wakaswali aliyokuwa wapo wawili, kwa sababu aqallu jamaati, uchache zaidi wa jamaa, al-imamu wal-ma'mum, uchache zaidi wa jamaa ni imamu na maamuma. Sasa hawa wakaswali wawili, wewe ukaswali peke yako, hawa swala yao daraja yake na thawabu zake ni 27, wewe yako ni moja. Angalia ubora wa swala kama hii ya jamaa. Sasa leo insha Allah taala tuangalie kwa uchache swala ya jamaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilifikia hadi mpaka akatamani, akasema natamani kwamba swala ikimiwe kisha mimi nitoke katika msikiti, niwafuate wale ambao kwamba hawakuja msikitini kuswali kwa jamaa, niwafungie milango yao, niwachome moto, kuonyesha utukufu na ubora na umuhimu wa swala ya jamaa. Kuna hikma gani kufaradhishwa hii swala ya jamaa? Hikma ambayo kwamba ipo, yanahadhu umudu lislami ala taarufi lmuslimina wa taakhihim wa muawanati liihqaqi lhaqi wa izhaqi lbatil, wala yatimu taarufu illa wataakhi fi majali afdal min majali lmasjid. Hikma ambayo kwamba ipo katika salatu jamaa, umudu lislam, mshikamano wa Uislamu, nguzo wa Uislamu inakuwa yanhab, inapata mwamko, inapata kutingishika, inaharakika ikiwa watu watajuana, Waislamu watajuana, fi ta'arufi almuslimina wa ta'akhihim, ikiwa Waislamu watajuana, ikiwa Waislamu watashikamana kama ndugu, kuiondosha batil na kuipalilia haki iwe na nguvu. Wala yatimu taarufu wa taakhi, wala haiwezi kutimia watu kujuana Waislamu kwamba mimi ni Muislamu, wewe ni Muislamu, wala watu kushikamana kama ndugu katika Uislamu, isipokuwa watu watashikamana endapo watakuwa wanakusanyika katika misikiti katika siku mara 5 kwa ajili ya kuitekeleza swala ya jamaa. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akaweka swala ni faradhi, lakini akaiweka kwamba kuiswali kwa jamaa ni faradhu kifaya, ili watu wajuane, ili watu washikamane, ili community ya Uislamu iwe ni kubwa, Uislamu upate nguvu. Lao kila mmoja ataswali, kila mmoja ni Muislamu ataswali nyumbani kwake,
mujtamaa wa Kiislamu hautokuwa na maendeleo. Mtu akiwa na shida, ni vipi atasaidika ikiwa watu hawakusanyiki pamoja? Mtu akiwa na matatizo, ni vipi atasaidika ikiwa watu hawaonani wala hawajuani? Kwa sababu saa nyingine unaweza kumwona Muislamu ameingia msikitini, kila siku unamuona njiani, hapo tunashtuka kumbe hata huyu ni Muislamu. Kwa sababu saa nyingine mtu labda mavazi anayovaa ukaona si Muislamu, lakini kwa kuwa ameingia Muislamu msikitini, hapo ndio utatambua kumbe huyu ni ndugu yangu pia katika Uislamu. Sasa hikma ya kuwekwa hii salatu jamaa ni hikma kama hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa yeye alisema kwamba natamani kwamba ni wachome wale ambao kwamba hawaji msikitini kuswali kwa jamaa, je, Muislamu kwa hali yoyote anatakana aswali swala ya jamaa? Kuna nyudhuru ambazo kwamba Muislamu anaruhusika asihudhurie katika jamaa. Moja katika nyudhuru hizo, al-mataru in balla thawbahu wa lam yajid kinna, ni mvua. Ikiwa nguo zake zitanyeshewa, zitaroa maji, kisha asipate kitu cha kujikingia maji, ama mvua kama ile, hakupata koti, hakupata viatu vya kutembelea katika mvua, hakupata mwamvuli, hakupata nguo yoyote kujistiri na mvua, mtu kama yule, mvua ni kali, ameruhusika kuswali nyumbani. Kitu cha pili, almaradu, ikiwa mtu yule ni mgonjwa na anaogopea, lau mimi nitaenda katika jamaa, kwenda msikitini kuswali swala ya jamaa, huenda maradhi haya ndio yakazidi, mtu kama yule ameruhusika kutoswali ile jamaa. Kitu cha tatu, tamrid, kumuuguza mtu aliyokuwa ni mgonjwa. Wewe ukawa unamuuguza mama yako, dada yako, ama yoyote katika familia yako, na kukawa hakuna mtu ambaye kwamba unaweza kumwacha kumwangalia yule mgonjwa, hapo pia umeruhusika kutoenda katika msikiti kwa ajili ya jamaa. Kitu kingine, alkhawfu ala nafsihi au malihi au irdhihi, ni mtu kuiogopea nafsi yake. Ikawa mji umechafuka, labda ukitoka uende ukadhurika nafsi yako, ama ukitoka wewe mali yako uende ikaharibiwa, ama ukitoka wewe heshima yako uende ikaharibiwa, basi kwa sababu hizi mtu kama huyu ameruhusika asiende msikitini kwa ajili ya swala ya jamaa. Ama shiddatur rih, ukawa kuna upepo mkali ambao kwamba huenda kutoka kwako ikawa ni sababu ya kudhurika, umeruhusika kwamba uswali nyumbani, usiende katika msikiti kwa ajili ya jamaa. Au ghalabatun nawm, ama swala imepita ya jamaa, ulikuwa umelala, sio kuna adhiniwa ndio unaenda kulala, swala imepita ukiwa umelala. Yani maana yake mtu anaweza kaachwa asiamshwe ikiwa swala ya dhuhuri amelala labda kuanzia saa 3, lakini ikiwa time imekurubia kwamba ni saa 6 ndio anaenda kulala, mtu yule anataka naamshwe katika sharia. Sasa masala kama haya ni nyudhuru ambazo kwamba mtu anaweza kuepuka kuswali swala ya jamaa ikiwa atapata na nyudhuru kama hizi. Au shiddatul atsh wal ju' wal rahl wal har fi dhuhr, ikiwa mtu labda ana njaa kali mpaka hawezi kutembea, ama ana kiu kikali mpaka anahisi kwamba koo yake imekatika, ama kukawa kuna jua kali, joto kali, hawezi kutembea katika joto kama lile wakati wa dhuhuri, mtu kama yule pia ameruhusika kuswali nyumbani. Tofauti na hapo kushughulika na mambo ya kidunia, mtu haruhusiki isipokuwa aswali swala ya jamaa. Sasa hizi ni adhar za swala ya jamaa. Kisha kuna sharti ambazo kwamba shartu sihhati alqudwa, unapokuja katika kuswali katika jamaa, lazima kuna wewe uliokuwa nyuma unamfuata yule ambaye kwamba anaongoza. Anaongoza anaitwa imam, wewe unaongoza unaitwa maamum. Sasa mpaka huku kuswihi, huku mimi kumfuata yule imam, ni zipi sharti zake? Sharti zake zipo 5. Kitu cha kwanza, alla ya'lama butulana salati imamihi bihadathin au ghairihi. Lau utakuja imam unataka kumfuata maamum, unataka kumfuata imam ili uswihi wewe kumfuata yule imam, kitu cha kwanza, alla ya'lama butulana salati imamihi, asijue kubatilika kwa sala ya imamu yake. Sasa ujue vitu vya kubatilisha swala ni vipi, kwanza ni uvijue. Ukija hapa sasa, ukiona imamu wako kuna
kuna kitu ambacho kwamba ni katika vitu vyenye kubatilisha sala, yuko nacho imamu, uruhusiwi kumfuata yule imamu bihadathin au ghairihi. Imamu mfano umeona ametoa upepo, na ukajua katika vitu vyenye kubatilisha sala ni katika mtu kuharibikiwa na udhu, na huyu imamu ameharibikiwa na udhu. Sasa wewe hufai kumfuata yule imamu pale, alla ya'lam, asijue. Ukijua hufai kumfuata. Alla ya'lam butulana salati imamihi bihadathin au ghairihi. Kitu cha pili, alla ya'taqida butulanaha, asitakidi kwamba hii swala yake huyu imamu imebatilika. Kuna kitu kujua na kuna kitu kuitakidi. Kujua hapa ni kufanya vitu ambavyo kama vibatilishwa ima katika sharti za sala, ama kuitakidi ni katika masala ya ijtihad. Ala sabili al-madal, mumeenda sehemu hamujui kibla ni wapi, na katika sharti za sala ni istiqbalu qibla, kuelekea kibla. Sasa mkawa mmejitahidi kwamba kibla ni huku, kibla ni huku, lakini swala inakimbiwa, wewe ukaitakidi kwamba hii sehemu sio katika sehemu za kibla, huko tunakuelekea si kibla. Sasa pale ikiwa unaitakidi kwamba huyu imamu amekosea sehemu ya kibla, pia hufai kumfuata yule imamu. Ama pia mmejitahidi katika chombo mlichotawadhia, ni katika vyombo kwamba labda vina najisi, ama ni vyombo ambavyo kwamba havifai kutawadhia, ama yale maji ama nguo aliyoivaa pia ina najisi imamu, hapo pia kuna masala kwamba hufai kumfuata kwa sababu ya itikadi yako. Kitu cha tatu ni kwamba alla ya'taqida wujuba qada'iha, asitakidi kwamba huyu imamu anatakana kuilipiza ile swala anayoiswali. Kuna wakati mtu akiwa na saa kumekosekana maji akatayammam, na huyu mtu ni muqim, yani ni mtu ambaye kwamba hayupo safarini, yupo mjini kwake, hayupo safari, akatayammam litahrimi alwaqti, ametayamam kwa sababu kuishi ule wakati, mimi nataka huu wakati hapo kwamba ni bora kuswali hii swala. Sasa anapotayamamu, anaposwali, akiyapata maji baadaye anataka nafanye qadha, ailipe ile swala aliyotayamamu. Sasa wewe ukawa huyu unaitakidi kwamba huyu bwana anataka na kuilipa hii swala, hufai kumfuata kwa namna hiyo. Kitu cha nne, alla yakuna ma'muman wala mashkukan fihi wala ummiya, asiwe yule ambaye kwamba ni imam unamfuata wewe, asiwe ni maamum. Yani imamu kwa anaswalisha na wewe ni imamu wako huko kando, itakuwa swala yako haifai, itakuwa ni yenye kuharibika. Kwa hiyo hufai kumfuata. Wala mashkukan fi, wala mtu ambaye kwamba mtilia shaka, wala ummiyan, wala mtu ambaye kwamba hajui kusoma. Yani wewe unajua kusoma kisha umfuata mtu amesilimu leo, uko nyuma yake eti anakuswalisha. Lakini ikiwa wote hawajui kusoma, huyu anayeswalisha hajui na anayeswalisha hawajui, wanaweza kuongozana. Lakini ikiwa wewe unakuwa nyuma ndio unajua huyu ambaye kwamba anaswalisha hajui, hufai kumfuata. Na kitu cha nne, alla yaqtadi ar-rajulu bil mar'a, mwanaume hafai kuongozwa na mwanamke katika swala. Kwa hizi ni shurutul qudwa, sharti za kufaa mtu kufuata katika swala ya jamaa. Kisha kuna shurutu sihhati aljamaa, ili jamaa swala iwe jamaa yake itakubalika na itaswihi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna masharti yake. Kitu cha kwanza, an yanwiya al-iqtida, wewe maamum unatakana unuie kufuata, au jamaa ama unuie jamaa. Ikiwa utaswali hapa uko katika swala lakini huna nia ya kufuata ama huna nia ya jamaa, hauisabiki katika jamaa. Umeingia katika swala, watu wameingia katika swala, huna nia ya jamaa, hauisabiki katika jamaa, hauisabiki katika ile jamaa. Kitu cha pili, an ya'lama intiqalati imamihi, ajue kugura kwa imamu wake. Yani imamu akiwa katika qiyam, kuna namna anagura anaenda katika rukuu. Sasa yule maamum lazima ajue intiqalati imamihi, biruqyatin, iwe ni kwa kuona au samai au kwa kusikia, wala biwasita, hata kama ni kutumia mtu mwingine. Yani imamu lao atasema Allahu akbar,
kisha kuna watu wako nyuma hawasikii, hapo katikati kukawa na mtu mwingine naye akisema Allahu Akbar kwa sauti ili waliokuwa nyuma wasikie, hiyo itakuwa swala yake iko sawa. Kwa hiyo an ya'lama intaqalati imamihi bisama'in au ru'yatin walau biwasita. Kitu cha tatu, an yajtama'a fi masjidin, imamu na maamumu ni wakusanyike katika msikiti, au an yaqruba minhu in kana fi ghairi masjid, ikiwa si msikitini basi wawe karibu, ikiwa si msikitini wawe watakurubiana. Hapo ndio katika sharti za kuswihi ile jamaa. Sharti nyingine, an la yasbiqa au yaqtarina imamahu fi takbirati al-ihram, maamum hafai kumtangulia imamu. Wewe unaoswalishwa hufai kumtangulia yule anayekuswalisha, ama kuwa sawa sawa naye fi takbirati al-ihram. Imamu anasema Allahu Akbar, swala inaanza na wewe uko naye sawa sawa, jamaa yako itabatilika. Ama ukamtangulia yeye imamu, baada ya kusema istau, yeye hajasema Allahu Akbar, wewe tayari ushafunga swala, waendelea hapo, swala yako pia itabatilika. Kitu kingine, ayuwafiqahu, afikiane na imamu wake fi sunanin tafhushu almukhalafatu fiha, katika sunna ambazo kwamba inakuwa ni ubaya kumkhalifu imamu. Kuna vitu ambavyo kwamba katika swala vinaitwa sunna na vimegawanyika sampuli mbili, kuna hayat na kuna ab'ad. Ab'ad ni vitu ambavyo kwamba mtu akiviacha katika swala anatakana alete sidatu sahwi. Hayat ni vitu ambavyo kwamba akiviacha imamu katika swala ama mwenye kuswali akavisahau, si lazima kuleta sidatu sahwi. Ab'ad mfano wake ni kama tahiyatul ula ama atashahhudul ula, tahiyatu ya kwanza. Lau imamu atasahau katika tahiyatu ya kwanza kisha akainuka, wewe maamuma hufai kumkhalifu hapa ukasema hii mbona ameiacha. Acha, unatakana umwafiki, umfuate imamu, kwa sababu Mtume anasema ju'ila al-imam liyutamma, amejaliwa huyu imamu ili apate kufuatwa. Sasa imamu amesahau tahiyatu ya kwanza, unafatakana wewe maamumu umfuate, kwa sababu ile ni katika ab'adu salati. Ama hakuleta sidatu tilawa, amesoma sura ambayo kwamba ndani yake kuna sijida, kisha asilete ile sijida, asisujudu, wewe kama maamumu ukasema hapa pana sijida lazima nisujudu, hapo swala yako itabatilika. Kwa hiyo ayuwafiqahu ni amwafiki fi sunani, katika sunna ambazo kwamba tafhushu almukhalafatu fiha, inakuwa ni ubaya lau atamkhalifu imamu ndani yake. Hizi ni katika sharti ili jamaa iswihi. Sasa katika haya masala, maamum katika hali zake anakuwa na hali mbili. Maamumu nauani, maamumu yuko katika hali mbili ama sampuli mbili. Kuna maamumu ambao kwamba anaitwa masbuqun, maamumun masbuqun, maamumu ambao kwamba ametanguliwa. Kisha kuna maamumu ambao kwamba anaitwa maamumun muwafiqun, maamumu ambao kwamba ameafikiwa ama mwenye kuafiki. Masbuq ni nani? Al-ma'mum al-masbuq huwa alladhi lam yudrik ma'a al-imam zamanan yas'u qira'at al-Fatiha. Ma'mum al-masbuq ni yule ambaye kwamba hakudiriki pamoja na imamu, yani amekuta ameingia katika sala akampata imamu, lakini namna alipompata hakupata wasaa ama hakupata muda ambao kwamba anaweza kuisoma suratul Fatiha akaimaliza. Na Mtume anatufundisha kwamba la salata liman lam yaqra al-Fatihata, hakuna swala kwamba hatoisoma suratul Fatiha. Sasa wewe ukawa umeingia katika swala, lakini muda uliokuwa katika ile qiyam ukampata imamu kwamba hauwezi ukaisoma suratul Fatiha, maamumu kama huyu anaitwa maamumun masbuq. Kisha maamumu wa pili anaitwa maamumun muwafiqun. Maamumun muwafiqun ni nani? huwa alladhi adraka ma'a al-imami zamanan yas'u qira'at al-Fatihata fihi, ni mtu kwamba amediriki pamoja na imamu muda ambao kwamba anaweza akaisoma suratul Fatiha akaimaliza kwa uzuri. Sasa ni hukumu gani kwa hawa wawili? Maamumun masbuq, huyu ambao kwamba amempata imamu lakini namna alivyompata hawezi kuisoma suratul Fatiha akaimaliza,
yuko na hukumu tatu. Hukumu ya kwanza, idha adraka al-imam fi rukuu, akimpata imamu yuko katika rukuu, yani wewe unakuja umetawadhi, unafika hapa imamu yuko katika rukuu, yarka'u ma'ahu, mtu kama yule atasema Allahu akbar takbiratul ihram, katika makosa ambayo kama mara nyingi sisi tunayafanya. Ikiwa utaingia katika swala usilete takbiratul ihram ukakimbilia katika rukuu, una swala. Ni kwanza ulete takbiratul ihram, kwa sababu katika takbiratul ihram ndio kuna nia, ndio unaweka nia, na hakuna amali pasi na nia. Na tukisema nia tumaanishi kwamba ile talaffuz kuitamka, la. Nia mahali pake mahalluha alqalb, mahali pake ni moyoni. Unapoleta takbiratul ihram ni pale ndio unaweka nia kwamba mimi naswali swala gani, mimi ni maamum ama ni imam. Si lazima utamke kwamba useme na watu, si lazima, lakini ni lazima uiweke nia katika moyo wako. Sasa wewe ni imam maamumun masbuqun, umetanguliwa na imam, umefika hapa, imam unampata huko katika rukuu. Kitu ambacho kwamba unatakana kufanya ni nini? Yarka'u ma'ahu, atarukuu pamoja na yeye. Yani unaleta takbiratul ihram kisha unarukuu. Watasqutu anhu al-Fatiha, ile Fatiha inapomoka na yeye, yani anasameheka kusoma suratul Fatiha. Kisha mtu kama huyu, watuhsabu annahu wajada raka'a initma'anna ma'al imam, huyu anahesabika kwamba ameipata rakaa akitulia, lakini akipata itminan pamoja na imamu katika ile rukuu. Hali ya kwanza ni ikiwa amempata imamu katika rukuu. Hali ya pili, idha wajada al-imam fi al-qiyam, hali ya pili amempata imamu kwa katika qiyam, lakini muda ambao kwamba ameupata huyu bwana akaanza kuisoma suratul Fatiha, walam yastaghil biqira'ati du'a al-iftitah au at-ta'awudh. Alipoingia katika swala, imamu yuko katika qiyam, anamalizia sura nyingine, huyu bwana baada ya kusema Allahu akbar akaanza kuisoma suratul Fatiha, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, akaendelea. Lakini walakinahu raka'a qabla an yutimma al-Fatiha, imam akarukuu kabla huyu bwana kumaliza nini? Suratul Fatiha. Anatakana afanye nini hapa? Huyu bwana yarka'u mal imam, hapa pia atarukuu pamoja na nani? Na imam. Huja imaliza suratul Fatiha, lakini ulipokuja baada takbiratul ihram ukaanza ala tul kuisoma suratul Fatiha, huja imaliza, imamu amerukuu, unatakana ufanye nini? Urukuu. Ile iliyobakia katika suratul Fatiha unasameheka. Iliyobakia katika suratul Fatiha unafanya nini? Inasameheka. Lakini kwanza ulipopiga takbiratul ihram hukusoma kitu kingine isipokuwa ukaanza tayari bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ukaanza suratul Fatiha. Ikiwa hutoimaliza hapa ukamfuata imamu katika rukuu utasameheka. Hali ya tatu, idha wajada al-imam, huyu amekuja imamu tayari anasoma sura nyingine, amempata imamu anaendelea na sura, yeye akafanya nini? Akaisoma, akaanza na duaul iftitah, akasoma duaul iftitah, ikiwa ni Allahu akbar kabira alhamdulillahi kathira, ama dua nyingine katika duaul iftitah. Baada ya kusoma duaul iftitah, ameshughulika na duaul iftitah, alipoanza suratul Fatiha hajaimaliza, hajafanya nini? Hajaimaliza, imamu amerukuu. Huyu ni lazima hapa ayatakhallafa bil imam, ni akalie nyuma, ni lazima aimalize ile suratul Fatiha, kwa sababu yeye amesoma duaul iftitah ama amesema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ni lazima aisome suratul Fatiha mpaka aimalize. Idha wajada au idha adraka al-imama fi ar-ruku'i, akimpata baada ya kumaliza suratul Fatiha bado imamu yuko katika rukuu, huyu atahesabika ameipata wajada raka'a, ameipata ile raka'a. Lakini lau imam ataitadili, yeye hajamaliza suratul Fatiha, atakuja sami Allahu liman hamida, yeye hajamaliza suratul Fatiha, huyu bwana atakuwa nini? Fatatuhu ar-raka'a, raka'a ishampita, raka'a itakuwa fanya nini? Imeshampita. Au huyu imamu akaenda paka katika sijida, huyu bwana bado
haja rukuu ndo anamaliza suratul Fatiha, fatatuhu rak'a. Lakini akaenda katika sijida imam, lakini yeye hajamaliza hata suratul Fatiha, huyu bwana swala yake itakuwa imebatilika, in lam yanwi almufaraka. Ikiwa hakunuia kwamba mimi nafarikiana na imam, hapa atakuwa swala yake imebatilika. Nadhani tumezielewa hizi hali. Huyu maamuma anaitwa maamumun masbukun, yani ni maamuma kwamba amepata imamu ashaianza swala, lakini hali zake ni namna hii. Ikiwa imamu yuko katika hali ya kwanza, imamu yuko katika rukuu, hapo unataka upige takbiratul ihram na urukuu pamoja na imamu, utahesabika kwamba wewe umeipata rakaa na utasameka na kusoma suratul Fatiha. Ukiingia imamu anamalizia sura, ukiingia ala tuli kaanza bismillahir rahmanir rahim kusoma suratul Fatiha, mara imamu amerukuu, hapo utarukuu pamoja na imamu, utasameka na nini? Na suratul Fatiha. Ama umeingia katika swala, lakini wewe imamu anamalizia sura, ukaanza kusoma duaul iftitah, kisha ukaleta suratul Fatiha, ni wajibu kwamba uimalize suratul Fatiha. Ikiwa suratul Fatiha unaimaliza, imamu bado yuko katika rukuu, ukampata katika rukuu, rakaa ile utakuwa umeipata. Imamu akiitajiri, rakaa utakuwa umeikosa. Imamu akienda katika sijida, rakaa utakuwa umeikosa. Imamu akienda katika sijida hali ya kuwa wewe hujamaliza suratul Fatiha, utakuwa swala yako imebatilika, ikiwa hukunuia kufanya nini? Mufaraka, kutengamana na imamu. Kisha maamum aina ya pili anaitwa muwafiqun. Muwafiqun ni mtu ambaye kwamba amepata wakati mkubwa wa kuisoma suratul Fatiha. Yaani umeingia umechelewa kidogo, lakini umepata imamu ndo anaisoma alhamdu, anaisoma suratul Fatiha, amemaliza suratul Fatiha. Wewe uko na muda hapo, unajua kwamba mimi naweza nikasoma. Sasa hapa labda ukashughulika na kuisoma dua uliftitah. Huyu maamum kama huyu ni lazima asome suratul Fatiha mpaka mwisho aimalize. Na maamum kama huyu ameruhusika kutofautiana ama kukaa nyuma na imam kwa nguzo tatu, yani awe nyuma na imamu kwa nguzo tatu, ameruhusika. Kwa sababu gani? Ikiwa udhuru wa kwanza, huyu maamum yeye kusoma kwake ni polepole na imamu yeye anasoma kwa haraka, ameruhusika. Udhuru wa pili, ikiwa huyu maamum amedhania kwamba mimi nikisoma dua uliftitah nitaweza kusoma na nikasoma suratul Fatiha na nikamaliza, ameruhusika kwa udhuru kama huo. Kwa hiyo ikiwa ni tofauti na hapo, huyu maamum akawa amesoma dua uliftitah lakini akachelewa na hizi nguzo tatu, huyu pia atakuwa amekosa rakaa. Yani nguzo tatu zikawa zimepita, lakini suratul Fatiha bado hajaisoma. Ama pia huyu maamum ikawa ameingia katika swala. Kuna mtu anaweza kaanza katika swala takbiratul ihram ma'al imam, akaanza pamoja na imam, lakini baada ya kwamba imamu anataka kurukuu, yeye ndo anakumbuka kwamba mimi nimesahau, sijaisoma suratul Fatiha. Ukikumbuka kwamba mimi sijasoma suratul Fatiha, kabla ya kurukuu ni usome suratul Fatiha ndipo rukuu. Ukikumbuka uko katika rukuu kwamba mimi sikusoma suratul Fatiha, unatakana ufanye nini? Umekumbuka uko katika rukuu hujasoma suratul Fatiha, utaendelea na swala, baada ya salamu utailipa. Haya ni baadhi ambayo kwamba ni muhimu tumeona tugusie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kwa machache min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.